Naam, waligani fetu wa Fet Media, ni time nyingine hii hapa tunakutana hapa Fet Media kwa ajili ya kuendelea kuhabarishana mahabari moto moto kutoka sehemu mbalimbali ulimwenguni. So cha msingi kama mdau wa Fet Media ambaye umekuwa na sisi toka mwanzo mpaka hapa tulipofika, ni jambo la kukushukuru sana, lakini vile vile nikwambie utakuja kamwe kujutia kuichagua Fet Media. Mambo ni mengi sana huku kwetu, so hakikisha unaambatana sisi kuanzia mwanzo mpaka mwisho kupata kujua kipi kitakuwa kimehappen kwa siku husika. Nikumbushe kusubscribe, kutani on notification ili kwa mtu wa kwanza kuzipata habari zetu pale tutapokuwa tunaziachia hapa kwetu hii leo na kuendelea. Lakini vile vile kwa muda wa masuala mikasa, burudani na vitu vingine kede kutoka kwetu, nikimaanisha pia na wale wanaopenda masuala ya siasa, wanafuatilia siasa za Tanzania na nje pia, nikwambie huu ndo wakati wako sasa. Kwa hakika unakaa karibu na sisi kwenda kujipatia yale mambo moto kutoka huku kwetu Fet Media. Mambo ni mengi sana, time inatukata, lakini tutajitahidi kadri uwezo wetu kusogezea kile unachostahili hapo hapo ulipo. Kubwa kuliko siku ya leo ni baada ya ndugu yetu Jeshi Makonde to forget kuhusiana na yote aliyokuwa ametokea kati yake yeye na Ibra. Naona kila mtu sasa hivi yuko na maisha yake bila shida yeyote ile. Tumemwona ndugu yetu Harmonize akiwa amewasili sehemu fulani kwa lengo la masuala ya kibiashara actually, lakini kubwa kuliko ambalo alikuwa amelizungumzia baada ya kuulizwa maswali juu ya muziki wake, juu ya Ibra, hakutaka aongee deep kuhusiana na kile kitu ambacho kwa kimeendelea, kwa sababu alishakiongelea, kwa kamua focus kwenye majibu ambayo yatawafanya kama design kama waandishi wa habari wakose ya kuyauliza na kufocus zaidi kwenye issue ambayo ilikuwa imempeleka pale katika hoteli kubwa hapa Dar es Salaam Tanzania, azungumzia Serena. Lakini kubwa kuliko watu ambao walikuwa wameshangaa au wameshangazwa katika ile moment ya yeye kufanyiwa interview, alikuwa akigeuka upande wa kushoto na kulia, lakini yote design kama anataka aonyeshe kwamba still I out that tattoo ambayo nilikuwa nimeichora, ikionyesha kwamba sisi au mimi na Kajala ni wapenzi, sasa tukamwaga kucholana tattoo. Imekuwa ni jambo kubwa sana kwa mtandaoni, kila mtu akizungumzia kwa upande wake, design kama mtu mzima Makonde anataka arudi kwenye leli, upepo wake au mchafu ambao ulipita dhidi ya Ibra basi anataka ajisafishe, au anataka aendelee kuzungumzika zaidi tangu hata siku ya birthday ya mtoto wa Mario na Paula, kwa anataka ule upepo uendelee kuzungumziwa, aendelee kuzungumziwa, ili mradi pia aendelee kuachia magoma kama tunavyoona. Mosi yuko kwenye studios mbalimbali, producers mbalimbali wakienda wakifanya magoma na vitu vingine kama hivyo. Sasa hatujui ndo kama inaweza kaa ndo ile moment au ile period ya wasanii kuamua kuanza kuachia album juu ya album. Sababu pia tumeona ndugu yetu Nandy pia naye anakuambia soon atachia album, wasanii kibao, na hapo nyuma tulimuona Jmel pia naye alikuwa ameachia album yake. So ni fulani kama ni msimu fulani wa wasanii na album. So apart from that pia tunaona bibi Kajala yuko na kina Auntie Ezekiel, yuko na kina Wolper, yuko na kina Woya huko. Yani kama issue ambayo inaendelea kwa sasa hivi ikimhusu Harmonize na yeye, ilikuwa kama ni kitu ambacho kilipangwa tu bwana, kitatokea na kishatokea ndo kinaishia from there, kila mtu anaendelea na life lake kama kawaida. Alizungumza kwamba kilichobaki kwa wawili hao ni urafiki tu, hakuna kingine ambacho watu wajitahidi kukiunganisha, kama watu ambao kwa wamefurahia sana siku hiyo kwamba wawili hao wamerudiana, wawili hao siku hizi wako fine na nini, and even if wako kwenye relationship basi wameamua mahusiano yao yawe private zaidi, yani asiwe mahusiano kwenye mitandao, sababu pia wameona madhara gani ambayo wamekutana nayo wakiamua kuishi maisha ya mitandaoni zaidi. That's why tunaona mpaka sasa hivi bibi Kajala, licha kwamba Harmonize kama mpita alikopita kina Posh Queen, mara hajatulia, kina Abigail, mara yani vitu fulani, lakini mwisho wa siku bibi ya kuposti mtu yoyote kwamba niko naye kwa relationship, namzungumzia Kajala, hakuwahi kumuonyesha mwanaume yoyote akimposti au kumuishi birthday as a boyfriend au mume wake. Umeona? Kwa bado watu pia wana kile kitu kwamba pengine kutokana na age aliyokuwa nayo Kajala ameamua sasa hivi mapenzi yake yakawa ya asili, even if anatoka na Harmonize, so ameamua yawe chini ya kapeti ili kuzuia zile usida za watu, kuzuia watu wabaya ambao hawapendi wakiwaona wana furaha, au hawapendi wakiwaona wanafika mbali kwenye relationship yao hiyo. Lakini kubwa kuliko pia ambao alizungumza mbele wa taifa anaitwa Juma Lokole, kwamba alishangazwa pia kusikia kama Paula na Paula na Harmonize kwamba wanazungumza kutokana na ile sakata ambayo ilikuwa limetokea. Wengi wenu mnafahamu, lakini kwa faida ya watu wasiofahamu kwamba ilitokea bwana ndugu yetu aliteleza kidogo na kujikuta akienda kumlia sound mtoto wa mpenzi wake, akataka ale kuku na mayai. So big case ilikuwa hivyo na ikawapelekea kuja kuachana na bifu zikawa kubwa, polisi wakapelekana vitu vingine kama hivyo. Lakini mwisho wa siku anakuambia
maisha lazima yaendelee. So maybe wali decide kwamba okay, to forget kila kitu, tuanze new chapter, mambo mengine yazidi kusonga. Tattoo, turudi kwenye upande wa tattoo. Tattoo upande wa ndugu yetu Kajala, tuliona tu baada yote ambayo alikuwa ameendelea amejitokeza, akawa ameenda kuifuta. Na kufuta kwa tattoo mara nyingi wasanii wanapenda kwenda kuongezea kitu mradi isiwe na maana ile ambayo ilikuwa mwanzo. For the first time tunaona alikuwa amechora tattoo ilikuwa na H, means kwamba Harmonize. Lakini the same pia kwa Harmonize akawa ameweka K, means kwamba ni Kajala. Lakini mwisho wa siku Kajala ile H ambayo alikuwa ameweka ikipresent Harmonize akawa ameenda kuichora na kuiongezea madeko, kufuta ile maana ambayo ilikuwa iko wazi kama mtu akiona okay anajua hii tattoo bana kachora ndugu yetu Harmonize. So ni vitu fulani ambavyo wali fall in love actually, mapenzi yao yalikuwa yako moto sana. Unajua mpaka unachukua na hatua ya kuchora tattoo. Unajua tattoo sio kama ni piko kwamba after months kwamba itatoka au after weeks itatoka. Tattoo ni kitu ambacho ni mkataba kwako wewe na ngozi yako. Otherwise ndio kuna hizi huduma ambazo tumeziona pia sasa hivi za mionzi za watu wanaenda kutumia kwa ajili ya kufuta tattoo, which is not good kwa afya ya binadamu. Tunasikia kwamba kuna makansa ya nini ya ngozi yanatokana na hayo mamionzi. So mpaka mtu anaamua anamchola mpenzi wake, anamchola mzazi wake, na mara nyingi imekuwa kwa wapenzi. That's why watu wanakuwa wanaamua mimi masuala ya kuchora tattoo mpenzi siwezi, acha nimchore mama yangu, mtoto wangu ambaye hawezi kanisaliti, na siwezi nikamtoa sababu ndo damu yangu. Lakini wengi wameona kama design mapenzi sio ya kuanza kuchorana tattoo. Yani ni mtu kiamua kumchora tattoo means kwamba mmebond kinoma noma, mmependana na hamfikiri kuachana leo wala kesho. Mungu ana yake, shetani ana yake. So kipindi ambacho unafikia kutokuachana na mtu fulani, shetani anaangalia njia ipi au dhaifu upi ambao katika mahusiano yenu, akiingilia kati nyinyi wawili mna separate. Huyu anaenda huku, yule anaenda kule. So ni fulani ambavyo we have to be very careful. Unapochukua maamuzi ya kuchora tattoo, basi fikiria mara mbili kwamba kuna maisha ya baada ya tattoo na kabla. Kuna maisha ya kabla ya kuingia na tattoo na kuna maisha kabla, baada ya tattoo umeichora. Sasa kuna vitu gani ambavyo vinaweza ka happen hapo mbele, au kuna vitu gani ambavyo utakuwa umejifunga. Sababu kuna ofisi zingine uwezo kaajiriwa ukiwa na tattoo. Kuna nchi zingine uwezo kaenda kupiga passport au kitu kile au kitu chochote ambacho kwa muda huo utakuwa unahitaji kukiafford afu ushindwe kuafford. Kwa sababu gani? Hainunuliki, akifanya nini? Appearance yako ndo anaenda kujudge pale. So ni vitu ambavyo pia if you do fanya. Na most tumeona pia watu wenye pesa wanafanya kutokana na nini? Kwamba hawategemei kuja kuajiriwa sehemu. Lakini pia pesa wanakuambia ni sabuni ya roho, ina nguvu pia kukuvusha kupeleka sehemu. Lakini kuna ile misingi ya nchi, kuna misingi ya makampuni fulani kwamba unavyojiweka wanakuona like muhuni, mwisho wa siku wanakuacha, unaachana na ile masuala ya kupata madili hapa na pale. Like I'm sure most people in Tanzania nao wanachola just kwa sababu tu ni kama urembo au fashion fulani ambazo ukiangalia katika tamaduni za wenzetu huko magharibi, nikizungumzia Europe au nikizungumzia America huko, ni kawaida. The same people watu ambao wanafanya like kuna vitu ambavyo tunafanya Tanzania kama hiyo vitu vya asili, sio wanacholana nini. Kwa ukienda kule wenyewe hizo tattoo ni kama asili ya watu wa huko. Ukimwona father kavaa kipini, ukimwona yani kuna vitu fulani wao wanachukulia like normal tu. Sio ukija kibongo unaona kitu cha ajabu. Sio pia sio tamaduni zetu. Sasa mtu akichora kwa miaka ya nyuma hapa TZ ilikuwa inaonekana ni mono, lakini kwa sasa hivi pia generation ilivyo ni kama masuala fulani tu ya kawaida, licha kwamba anakuwa na side effect zake kwa baada ya kuchora tattoo. Nikushukuru sana ndugu yangu, ni ushauri ni habari na kuhabarisha humo. Kuna vitu vingi vya kujifunza. Kuna more of people wanakuwa na wish wapate sehemu ambayo wanapata habari, wakajifunza, wakaburudika for the same time. So mdau wa Fet Media unapata hayo yote same time. Ni jambo la kuendelea kushukuru sana, and hopeful utapata mengine mengi makubwa yanakujia. Usiende mbali, tunakuja soon. We love you so much. Bye bye.